mwaka 191 yataongeza hamasa katika usimamizi wa hifadhi wa mazingira nchini. Ushauri wa kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inashauri mambo yafuatayo. Serikali itenge fedha za kutosha katika utekelezaji wa miradi mahususi ya maendeleo ili kutanua wigo katika utekelezaji wa miradi hiyo ya kunufaisha wananchi wengi zaidi. Serikali ihakikishe kuwa fedha inayoidhinishwa na Bunge inatolewa kwa wakati na ukamilifu ili kufanikisha mipango iliyowekwa katika usimamizi wa mazingira. Ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa miradi hususan ya ufugaji, ofisi ya makamu wa rais na mazingira. 1. Ihakikishe kabla ya kutekeleza miradi tafiti zinafanyika ili kubaini iwapo mradi utafikia malengo yaliyotarajiwa. 2. Ishirikishe wizara za kisekta katika kutekeleza miradi mahususi ili kubaini maeneo sahihi yanayohitaji kunufaika zaidi kwa miradi hiyo. 3. Ishiriki pasavyo katika hatua zote za utekelezaji wa miradi ili kuhakikisha miradi inatekelezwa kama ilivyokusudiwa na ifanye ufuatiliaji wa karibu kwa kila hatua ya miradi. Ofisi ya makamu wa rais iendelee kuhamasisha vijiji vingi zaidi kujihusisha na biashara ya kaboni ili manufaa yatakayopatikana katika biashara hiyo yawe chachu katika maendeleo ya vijiji husika. Kwa dhamira ya ulinzi, uhifadhi bora wa mazingira na udhibiti wa mabadiliko ya tabia ya nchi, ofisi ya makamu wa rais mazingira ihakikishe mchakato wa kufanya marekebisho makubwa katika sheria ya usimamizi wa mazingira na kuwasilisha miswada ya marekebisho hayo bungeni wakati wa mkutano huu wa 19 wa bunge kama alivyoahidi wakati wa mkutano wa 18 wa bunge. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya kamati kwa mara nyingine tena napenda kukupongeza tena kwa uongozi wako madhubuti. Kamati yangu inakuahidi ushirikiano wa hali ya juu na tunakuombea afya njema, maisha marefu na mafanikio katika utekelezaji wa majukumu yako. Aidha, namshukuru na kumpongeza naibu spika pamoja na wenyeviti wote wa bunge kwa kulisaidia katika kuliwezesha bunge hili kutekeleza wajibu wake na kulisimamia na kuishauri serikali kwa ustadi wa hali ya juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa moyo wa dhati kabisa napenda kumshukuru Mheshimiwa Jackson Kiswaga mbunge, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira kwa kuniamini mimi Asia Sharif Omar, mbunge wa viti maalum wa Chama cha Mapinduzi kutoka mkoa wa Kaskazini Pemba kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha taarifa ya maoni ya kamati kwa niaba yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuwashukuru wajumbe wenzangu wa kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira ambao maoni, ushauri na ushirikiano wao umewezesha kamati kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na hatimaye kukamilika kwa taarifa hii. Naomba majina yao yaingie kwenye kumbukumbu za taarifa rasmi za bunge kama yalivyowasilishwa katika taarifa ya kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya wajumbe wa kamati naomba nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Hamadi Yusuf Masauni mbunge, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, na Mheshimiwa Hamisi Hamza Hamisi mbunge, naibu waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kwa ushirikiano katika wasilishaji wa makadirio na matumizi ya ofisi ya makamu wa rais mazingira. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia niwashukuru watendaji wote wa ofisi ya makamu wa rais pamoja na taasisi zake wakiongozwa na katibu mkuu mhandisi Cyprian Luhemeja kwa ushirikiano waliotupatia kamati katika kutekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho kabisa naomba nimshukuru katibu wa bunge ndugu Baraka Leonard kwa umakini na weledi katika kuratibu shughuli za kamati, ikiwa ni pamoja na kuwezesha kamati kutekeleza majukumu yake bila ya kukwama. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo sasa naliomba bunge lako tukufu likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya makamu wa rais
mazingira kwa mwaka wa fedha 25/26 kama ilivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Asia Sharif Omar kwa kusoma hii taarifa ya kamati vizuri sana. Waheshimiwa wabunge, tunakwenda